Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Daktari Musa, ninakuletea elimu uweze kuifahamu dawa. Dawa hii inakufanya uwe ni mtu mwenye mvuto, yani ni mtu mwenye kuonekana. Ukipita sehemu hivi unaonekana wewe tu. Na pia dawa hii inaondoa harufu mbaya ukeni kwa mwanamke mwenye kutoa harufu mbaya. Na pia dawa hii inafanya uke wa mwanamke kuwa mdogo. Na pia dawa hii ni limbwata la kumfunga mke au mume akusikilize na akutii. Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Dr. Musa, ninakuletea dawa. Unaiona hapa, hii ni dawa inayofahamika kwa jina la Kasuku. Dawa hii inafahamika kwa jina la Kasuku. Ukichukua kizimba kinachofahamika kwa jina la mkumbulwa ukachanganya katika dawa ya Kasuku, ukapata dawa ya aina moja. Kwa yule mtu anahitaji kuwa na bahati nzuri kupitia kazi anayoifanya, au kwa yule mtu ambaye amefungwa nyota yake, amefungwa riziki zake, amefungiwa mafanikio yake, unachotakiwa kukifanya, utachukua dawa hii ya Kasuku, kisha utachanganya na maziwa lita 1.5 na utachanganya pia na asali. Utatafuta chungu, utamimina yale maziwa lita 1.5 katika chungu pamoja na asali. Pia utatumia kukoga kwa manuizo wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Na pia omba kile unachokitaka wewe kwa ajili ya kuvuta bahati nzuri katika maisha yako. Na kisha utakuwa tena unatumia kukoga kwa nyakati za saa 8 ya usiku dawa hii ya Kasuku, ukiwa umechanganya na asali katika chungu pamoja na maziwa lita 1.5. Koga kwa manuizo ya kuvuta bahati nzuri. Hakika utakuwa ni mtu mwenye bahati sana kupitia kile unachokifanya. Na vile vile ukihitaji kuwa na mvuto zaidi na zaidi wa kupendwa kila kona dunia utakayopita, uwe ni mtu mwenye mvuto sana, tumia dawa hii ya Kasuku. Changanya na shanga nyeupe katika ndoo yako ya maji, kisha vile vile tumia kukoga wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Koga kwa manuizo, basi hakika utakuwa ni mtu mwenye mvuto mkubwa sana. Na kwa yule mtu ambaye anahitaji kuwa na mvuto wa kumvutia mkewe au mumewe, changanya dawa hii ya Kasuku na mafuta ya mzaituni, na maanisha olive oil. Tumia kujipaka kwa manuizo. Basi hakika kama mahusiano yako yalikuwa ni yenye migogoro, ina mitihani, kuna kelele za hapa na pale, ile migogoro itakuwa ni yenye kwisha. Na pia dawa hii ya Kasuku ni limbwata la kumfunga mke na kumfunga mume. Ukihitaji kumfunga mke au mume, unaweza kumwekea kidogo katika kinywaji chake, aidha katika chakula, basi hakila utakuwa umemfunga mkeo au mume wako ambaye ni mkorofi, atakutii na kukusikiliza. Na pia dawa hii ya Kasuku, ukihitaji kuwa na bahati nzuri ya kupandishwa cheo, kupandishwa nyota kwa bosi wako, mchomee hii dawa kwa manuizo. Mchawi ni manuizo tu. Hakika bosi wako atakutii, atakuheshimu na atakupandisha cheo. Na pia kwa yule mtu ambaye anahitaji kupendwa na wanawake au wanaume, chukua dawa hii ya Kasuku, jichanjie katika paji lako la uso. Hakika kwa idhini ya Allah utakuwa ni mtu mwenye kupendwa sana na wanaume kama wewe ni mwanamke, na kama wewe ni mwanaume pia utakuwa ni mtu mwenye kupendwa sana na wanawake. Haya ni maajabu ya dawa ya Kasuku. Na kwa yule mtu pia ambaye biashara yake tayari imekuwa ni nzito, haina wateja, biashara imefungwa, haina riziki, choma dawa hii katika biashara yako kwa manuizo katika kitezo. Hakika wateja watakuwa ni wengi sana. Au tumia dawa hii, changanya na maji, pigia deki au mwaga katika biashara yako. Hakika wateja watakuwa ni wengi sana sana, na biashara yako itakuwa ni yenye
mvuto. Na pia kwa yule mwanamke ambaye anakuwa anatoa harufu mbaya ukeni yenye kumkera mume wake au mwenye kumkera rafiki yake au majirani, chukua dawa hii ya kasuku ikuondoshee aibu ya kutokwa na harufu mbaya ukeni. Dawa hii chemsha pamoja na maji, kisha yale maji kishakuwa ya vuguvugu, tumia kujisafishia asubuhi pamoja na muda wa kulala. Hakika kwa idhini ya Allah ile harufu itakuwa ni yenye kutoweka. Na pia dawa hii ya kasuku kwa yule mwanamke ambaye uke wake ni mkubwa au ni mpana, anahitaji kufanya uke wake uwe mdogo, na maanisha ule uke uwe ni uke mnato. Sawa Unachotakiwa kukifanya, chukua dawa hii ya kasuku, vile vile changanya pamoja na maziwa, kisha chemsha. Kisha kuwa umechemsha, basi tumia vile vile kujisafisha katika uke wako. Hakika ule uke utakuwa ni mdogo, na kama uke wako ulikuwa ni mpana, basi utakuwa ni uke mdogo. Na kama utashindwa kuchemsha na maziwa, vile vile changanya na asali. Sawa Dawa hii ya kasuku, kisha unaweka pale ukeni. Kama ulikuwa na uke mkubwa, basi ule uke utakuwepo ni uke mdogo, yani utakuwa ni uke wenye kubana. Na pia dawa hii ya kasuku ukihitaji kumfanyia limbwata mke au mume, unaweza ukachanganya na asali kwa wewe mwanamke, ukapaka kwa bibi kwa manuizo maalum. Mumeo akija kukuingilia, basi tayari utakuwepo umemfunga katika mahaba yako, utamweka kiganjani, utakuwa umemfanyia limbwata. Na vile vile kwa yule mwanaume pia unapaka kwa babu pale. Kwa yule mwanamke ambaye hakusikiliza kutii, ukipaka kwa babu kwa manuizo, wakati unashiriki tendo la ndoa ukamuingilia ukiwa umepaka dawa hii ya kasuku, ukiwa umechanganya na asali, basi hakika mke wako atakusikiliza, atakutii na atakupenda sana 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 sana. Kama unavyoiona hapa ofisi yangu Daktari Musa, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kuna dawa za kuvunja maagano ya kishetani, na kuna dawa za kuondosha mizimu michafu ndani ya mwili wako, na kuna dawa za kuondosha mapepo mabaya katika mwili wako, na pia kuna dawa za kuvunja kila aina ya maagano ya kichawi na ya kishetani, na kuna dawa za mvuto wa biashara, kuna dawa za kusafisha nyota na kupandisha nyota. Na kama unahitaji kumiliki pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe ni mtu wa mafanikio, na pia kama unahitaji kumiliki pete ya majini iliyofanyiwa kafara ya wanyama mbalimbali ili uweze kuwa mtu wa mafanikio. Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za viumbe, na maanisha majini na mahudam, umiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona hapa Daktari Musa anavyomiliki mamilioni ya fedha? Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha, ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana kapita, au baba kapita, au mdada kapita. Dr. Musa Daktari, Dr. Musa Daktari, Dr. Musa Daktari, Je, unahitaji kuwa mtu wa mafanikio ukiwa nje ya nchi? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa? Usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255 784 120 592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno jekundu hapo chini lililoandikwa subscribe,
na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Musa.